Hello, Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Naam, ni siku nyingine tena iliyojawa na utukufu wa Mungu. Na Mungu ametupa kibali tena siku hii ya leo kuweza kukutanika tena mahali hapa, mahali pazuri ambapo kila wakati unakuwa ukipata chakula cha roho, kwa maana mafundisho ya neno la Mungu ambayo yanakujenga, yanakuimarisha kiroho, yanakupa maarifa, kwa maana Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na hayo maarifa ni mahali hapa pekee ambapo unaweza kuyapata yaliyo ya ukweli na ya uhakika. Na siku ya leo nakukaribisha uweze kuungana pamoja nami katika somo hili fupi na zuri sana ambalo litakuwa baraka sana katika maisha yako ya kila siku na maisha ya kiroho na maisha yale ya maombi. Mungu akubariki. Tafadhali uambatane pamoja nami mwanzo hata mwisho wa somo hili, usine popote wala usitoke, bali fuatana nami pamoja mwanzo hata mwisho. Kama ndo kwanza unajiunga pamoja nami, basi na kualika kuweza kusubscribe channel hii kwa kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii, ili usipitwe na masomo mbalimbali ambayo yatakuwa yakiwekwa mahali hapa, na ili uwe mwanafamilia na mmoja wapo wa huduma hii ambayo Mungu amenipa. Na bila kupoteza wakati, jina langu naitwa Atanas Klaus, na utakuwa pamoja nami mwanzo hata mwisho. Kichwa cha somo kinazungumza ya kwamba majibu yaliyozuiliwa. Majibu yaliyozuiliwa. Ndugu mpendwa, tumekuwa tukisikia ama kuona, na yamkini wewe pia ni shuhuda wa hiki ambacho nakwenda kukifundisha, ya kwamba tumekuwa tukiomba mara kwa mara, maombi mengi, na kumekuwa na malalamiko, watu wakilalamika kwamba hali hazibadiliki. Wameomba lakini hakuna mabadiliko, wamefunga lakini hawaoni mabadiliko. Hali ni ngumu, yamkini katika biashara, katika huduma, katika sehemu mbalimbali watu wanamlilia Mungu, lakini wanaona kana kwamba Mungu hasikii maombi yao. Lakini kiuhalisia Mungu anasikia, Mungu anajibu, Mungu halali wala hasinzii. Mungu anashughulika na maisha yetu kila siku, mchana na usiku, kuhakikisha mambo yetu yanakwenda sawa kadri ya kusudi lake na mapenzi yake katika maisha yetu. Lakini somo hili la leo linazungumzia majibu yaliyozuiliwa. Ukisema majibu yaliyozuiliwa, inamaanisha kuna majibu ambayo yamejibiwa tayari, lakini kuna mahali yamekwama, yamezuiliwa. Inamaanisha hayo majibu ni kwamba katika yale maombi ambayo yamefanyika, majibu yake tayari yapo, yalishaachiliwa, ila kuna mahali yamezuiliwa. Sio kwamba hayajajibiwa, ila yamejibiwa, ila kuna mahali yamezuiliwa, na yamkini hayajamfikia mlengo wa yale maombi aliyoyafanya. Sasa Wakristo wengi, watu wa Mungu wengi, wamekuwa wakiomba maombi mengi sana kwa Mungu, na Mungu amekuwa akijibu kwa rehema zake, lakini kuna viumbe ambavyo huwa vinazuia majibu yetu, kwa maana ya wakuu wa anga. Wakuu wa anga hawa ni viumbe ambao wanaweza pia kuzuia maombi yako yasipande juu, yasimfikie Mungu, lakini wakati mwingine wanaweza wakashindwa kuzuia maombi, ila wakazuia majibu yasiweze kukufikia, usiweze kuyapata, kwa maana wanaiba baraka zako. Na wakati mwingine unaweza kukuta baraka sawa, Mungu amejibu na zimekufikia, ila wanakuja kuiba wakati wewe bado haujazishikilia vizuri. Na mara nyingi unakuta watu wakiota ndoto mbalimbali, lakini moja ya ndoto ambazo wanaziota inakuwa ni adui ameiba majibu ama baraka ambazo Mungu amekwisha kuwajibu
na zimewafikia, ila adui anawapokonya kabla hata wao hawajatambua kwamba wamepokea kitu gani. Na anachofanya adui siku zote ni kupofusha macho na fikra za watu na ufahamu, ili wasielewe, wasitambue, wabaki kama walivyo. Lakini mtu wa Mungu, hebu tumwangalie Danieli, kitu ambacho alipitia na ilikuwaje. Unaposoma katika kile kitabu cha Danieli sura ya 10, ukianzia mstari wa 1 mpaka ule wa 13, Biblia inasema, Danieli 10 mstari wa 1: katika mwaka wa 3 wa Koreshi mfalme wa Uajemi, Danieli ambaye jina lake aliitwa Belteshaza alifunuliwa neno, na neno lile lilikuwa kweli, maana ni vita vikubwa. Naye akalifahamu neno lile, akaelewa na maono hayo. Katika siku zile mimi Danieli nalikuwa nikiomboleza muda wa majuma 3 kamili. Sikula chakula kitamu, wala nyama wala divai haikuingia kinywani mwangu, wala sikujipaka mafuta kabisa, hata majuma 3 kamili yalipotimia. Mstari wa 4 nasema, na siku ya 24 ya mwezi wa 1, nilipokuwa kando ya ule mto mkubwa Hidekeli, naliona na nalinua macho yangu nikatazama, na kumbe mtu aliyevikwa nguo za kitani, viuno vyake vimefungwa dhahabu safi ya ufazi. Sasa 6 anasema, mwili wake pia ulikuwa kama zabarajadi safi, na uso wake mfano wa umeme, na macho yake kama taa za moto, na mikono yake na miguu yake rangi yake kama shaba iliyosuguliwa sana, na sauti ya maneno yake kama sauti ya umati wa watu. Mstari wa 7 anasema, nami Danieli nikaona maono haya peke yangu, maana wale watu waliokuwa pamoja nami hawakuyaona maono haya, lakini tetemeko kuu liliwashika hata wakakimbia ili kujificha. Mstari wa 8 anasema, basi nikaachwa peke yangu, nikaona maono haya makubwa, wala hazikubaki nguvu ndani yangu, maana uzuri wangu uligeuzwa ndani yangu kuwa uharibifu, wala sikusaziwa nguvu. Mstari wa 9 anasema, walakini nalisikia sauti ya maneno yake, nami niliposikia sauti ya maneno yake, ndipo nikashikwa na usingizi mzito, na uso wangu umeielekea nchi. Mstari wa 10 anasema, natazama, mkono ukanigusa, ukaniweka juu ya magoti yangu na vitanga vya mikono yangu, akaniambia, Danieli, mtu upendwaye sana, yafahamu maneno nikwambiayo, ukasimame kiwima wima, maana kwako nimetumwa sasa. Na aliponiambia neno hili, nalisimama nikitetemeka. Mstari wa 12 anasema, ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Mstari wa 13 anasema, lakini mkuu wa wafalme wa Uajemi alinipinga siku 21, bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu
wa mbele akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoangalia katika mstari huu wa 12 na 13 ambapo anasema ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako fahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21, bali tazama Mikaeli akaja. Kwa hiyo unakuta Danieli aliingia kwenye mfungo wa siku 21, lakini Biblia inasema tokea siku ya kwanza Mungu alisikia maombi ya Danieli, lakini inafika mpaka siku ya 24 ambapo majibu ndo huyu malaika anafanikiwa kumfikia Danieli. Siku 23 zote alizuiliwa asimfikie Danieli. Danieli amefunga, lakini maombi yake tokea siku ya kwanza alifika mbele za Mungu, ila mpaka siku 24 ambayo malaika anamtokea Danieli. Cha kujifunza hapo ni kwamba kuna maombi ambayo unaomba, lakini Mungu, kwa sababu Mungu anajua yote, anajua unayoyaomba hata kabla haujaomba, hivyo anaandaa majibu kabisa. Kwa Danieli majibu yake yalikuwa tayari yako sehemu wazi, lakini huyu malaika alizuiliwa na wakuu na wafalme wa Uajemi, wakuu wa anga la Uajemi ambao walizuia asimfikie Danieli. Lakini malaika mkuu Mikaeli alishuka kwenda kumkomboa, kumsaidia malaika mwenzake ambaye alibeba majibu kwa ajili ya Danieli. Kuna kuta Biblia ikisema, bali huyo Mikaeli mkuu, mmoja wa wakuu wasimamao mbele za Mungu, malaika mkuu ambaye alikwenda kwa kumsaidia. Lakini aliposaidiwa huyu malaika ambaye ukisoma Biblia inaonyesha kwamba alikuwa ni malaika Gabrieli, akamwacha Mikaeli akiendelea kupambana na hao wakuu. Yeye aliwaisha majibu kwa Danieli. Kwa hiyo unapoona kwamba una hali maombi, unaomba mengi lakini hayajibiwi, unahitaji kuingia kwenye maombi ya aina ya pili ya kuweza kuyakomboa majibu yako. Mahali popote ambapo yamezuiliwa, tuma moto wa Mungu kakomboe majibu. Tuma malaika wa Mungu waende wakalete majibu. Mwambie Mungu aachilie malaika zake wakahakikisha majibu yako yanakufikia. Yale majibu ambayo Mungu aliachilia kwa ajili yako yahakikishwe yanakufikia mara moja. Kila kiumbe ambacho kimeshikilia baraka zako kiachie kwa moto. Kila wafalme, kila wakuu wa giza, wakuu wa anga ambao wameshikilia nyota zako zising'ae katika anga, waziachie kwa jina la Yesu. Unahitaji kuingia kwenye maombi. Usiwe mtu wa kulalamika mbele za Mungu. Usiwe mtu wa kusikitika kila wakati, kuhuzunika, bali unatakiwa uwe shujaa, uwe mwanajeshi mkakamavu. Mungu anamwambia Yoshua, uwe hodari na moyo wa ushujaa, usilielie, bali lazima uangalie, nimefanya hiki akijaenda, wapi pana shida. Unaingia kupambana kuweka mambo sawa. Ila ukiwa unalia, kulia hakuleti majibu, bali unahitaji kuwa mkakamavu. Maombi hayajibiwa, hali haibadiliki. Unatakiwa uwe na ufahamu kwamba yamkini Mungu amenijibu, lakini kuna viumbe vinacheza na maisha yangu. Unahitaji kupambana na hivyo viumbe, sio kuendelea kuomba ombi hilo hilo kila siku. Mungu alishakujibu. Unahitaji kubadilisha aina ya maombi. Pambana na kila ambacho kinazuia wewe usipate majibu, usifanikiwe, usibarikiwe. Pambana hizo roho zote ambazo zimekuzunguka, zimezingira maisha yako, zinataka uendelee kubaki katika shida. Kila vifungo kisha vinakuachia, kila kamba zinakuachia, roho zote zinakuachia na unakuwa huru kweli kweli. Mungu akubariki sana, na napenda uchukue hatua katika yale ambayo unaona kabisa umeomba muda mrefu lakini hujapata majibu. Hebu shughulika na kilicho
kinachozuia majibu yako, kinachozuia wewe Mungu asisikie maombi yako, kinachozuia Mungu ajibu maombi yako afu yasikufikie. Mwambie Mungu kuna shida gani. Kila anga liloshikilia majibu yako likaachie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Ninakuombea siku ya leo, yale yote ambayo yamezuiliwa katika maisha yako, baraka kubwa ambayo Mungu alikubariki imezuiliwa, ikaachiliwe tangu sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Ninatabiri mema juu yako, ninatabiri mabadiliko na ongezeko katika jina la Yesu Kristo. Baraka na ukuu ulio ndani yako zikafunguke na kuonekana tangu sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Neema na baraka za Mungu ziwe juu yako. Nguvu na uweza wa aliye juu ukufunike. Naam, chochote ambacho kimeibiwa na kuondolewa katika maisha yako kikarejeshwe tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Malaika wa Bwana wakaachiliwe tangu sasa kwa ajili ya maisha yako. Mungu akubariki na uwe na wakati mwema. Asante kwa ajili ya wakati wako. Kama ndo kwanza unajiunga pamoja nami na haujasubscribe channel hii, tafadhali fanya hivyo. Bonyeza neno subscribe chini ya video hii ili uwe mwanafamilia wa channel hii, na pindi masomo mbalimbali yatakapokuwa yakiwekwa basi usipitwe. Jina langu naitwa Atanas Claus, na kualika kuweza kulike, kucomment na kushare linki pamoja na ndugu zako, marafiki na watu kaza wa kaza. Wakaribishe mahali hapa waweze kujiunga pamoja nasi ili nao wabarikiwe kama vile ambavyo wewe unabarikiwa. Mungu akubariki sana. Asante kwa ajili ya wakati wako. Tukutane katika sehemu zijazo. Uwe na wakati mwema. Amen.